na ukija kuuliwa wewe utakuwa wa kwanza. Kwa taarifa yako, utakuwa wa pili. Wa kwanza atakuwa mjomba Swebe na yeye, wewe utakuwa wa pili bro. Unasemaje? Ni chaguo rahisi, fanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au ukakimbia. Kwa sababu muda ujao ni rahisi kusahau, kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Ilikuwaje mlivyokuwa kwa Dr. Bunji? Siku zote umekuwa ukimsimanga Ntuli wangu. Muhuni, kibaka, mvivu, sijui na vitu gani huko. Haya, huyo malaika wako katoka wapi usiku huu? Tena kaletwa na kijana ume chake. Sekela, hivi unajisikiliza unachoongea? Yule sio mwanaume. Yule ni Lusajo, rafiki yake. Huyu ni mtoto mwenzie alikuwa anacheza, amemsindikiza. Kuna ubaya gani? Hakuna ubaya. Mtoto kama huyu wa kike usiku huu ndo anarudi ndani ya nyumba. Unaona ni sawa, si ndio? Na chakula hapa apike na? Afu nyie msinifanye mimi mjinga. Unafikiri sielewi kwamba wewe unajiweka kwa mama mtu na huyo mwanae anajiweka kwa mwanao? Si unaongea vitu gani? Wewe mjusi unaenda wapi wewe? Nenda kapike huku. Si niko kuta wapi? Wewe, kwa nini umechelewa kufunga mlango? Au kupiga makofi? Haya, peleke ndani huyo haraka. Wewe mwage mbele, nimetoka haraka. Nikishahakikisha kwamba yule mtu nilimsikia kule nilivyokuwa Guantanamo sio mume wa Tuli, basi ndo nitaamini kama aliuawa kweli tena. Unajua mimi mwanangu sikuelewi kwanza Bunji ujue. Mimi niambie, wewe unataka kujua nini kuhusiana na familia ya shangazi Ntuli? Yaani unafuatilia kila kitu. Kuna kitu gani umejificha mzee? Champa, muda una siri nyingi sana. Kwa naamini ile kwamba wakati ukifika basi utajua kila kitu. Kwa naamini hadi Karibu. Asante. Karibu. Asante. Vipi, mbona sio kawaida yako kuniita usiku kama hivi? Kwema? Kwema, lakini sio kwema. Kwa nini? Ila kwa kuwa tuna muda basi mimi nitaenda straight kwenye point. Champo hapa na familia yake wanaamini kwamba mzee Mwake alimuua mume wa Tuli. Na ni kwa sababu huyo mume wa Tuli alikuwa anatembea na mke wa Mwake ambaye ni Biroda, mamake Mwamposa. Wewe Bunji wewe. Unasema kweli? Ndio maana nimekuita. Na unakumbuka kuna story nilikwambiaga kuhusu mtu ambaye nilifungwa naye Guantanamo. Nilikuwa nasikia tu sauti yake. Nakumbuka.
Sasa nachoomba au tunachoomba ni utusaidie kwenda kuchunguza nyumbani kwenu, hasa kwa Biroda. Nataka tujue ukweli kwamba yule mtu nilikuwa nimefungwa naye kule Guantanamo kama ni mume wa Tuli, na kama sio basi hapo ndipo ambapo tutaamini kwamba aliuawa. Ugwe, karibu kukaja. Unaifanya kidume sana kwenye nyumba. Na kuangalia tu. Umefanikiwa kuniweka mbali sana na baba. Unataka na mama yangu mimi au mama yako, si ndio? Wewe una mama? Nakuuliza una mama. Ugwe, unejo mnyambara. Kwa hiyo fujo zote hizo ni kwa sababu mimi niko bora zaidi yako. Sikiza we Kenge. Unajiona bora, si ndio? Nimekuleta hapa nione ubora wako. Nataka tupigane, unionyeshe ubora wako. Nionyeshe ulichonacho Mwamposa. Nionyeshe ulichonacho Mwamposa. Nionyeshe ulichonacho. Ngumi jangu mbibi fijo chikugoga bana. Ulichonacho hicho Mwamposa. Rudi hapa. Shua, hata uhai wangu hauna thamani kwa hii taarifa nilikuletea hapa. Ni kitu gani hicho hilo? Ndani umejipanga vizuri sana jibu. Na kuahidi ni lazima utalipia, lakini kwa sasa nitaanza na wale wapozi wote wasababisha kifo cha mwanangu. Mukusui rafiki mkule kula mule wese umwe. Nenda kule kaamlia ugomvi. Rudi hapa. Waache wapigane. Atakayempiga mwenzie wataheshimiana. Amani hakuna tunahitaji, furaha hakuna tunahitaji. Karibu, karibu mtetezi, wewe ni muhimu sana kama maji.
Ndio ulicho nacho Mwamposa. Ndio ulicho nacho. Koma tukete ugwe. Une mnyambara. Mbaraga zama wese. Siapire siakindirire. Aisire umkangare. Asibombolenye. Yeah. Kiara mnunu mwe. Kiara mnunu mwe. Ndipi? Kwani kungongo mwanangu? Anda naune. Anda naune. Kwani kungongo mwanangu? Anda naune. Anda naune. Ugwe. Ugwe. Kete ya matanga. Ule mnyambara. Ule ndio mnyambara. Nditi amenye Mwamposa. Ule ndio Mwamposa mama. Mwamposa! Mwamposa! Jana mimi mwake amenitengenezea. Ni maisha ulikuwa unajui. Bella, nimechoka. Nimechoka Bella. Nimechoka. Sitaji kuambiwa wala kusimuliwa. Hadithi ya maisha yako nimeshuhudia kwa macho yangu. Nimechoka mimi. Fatuma, nakuahidi sitakubali familia yangu endelee kukunyanyasa. Niko tayari kukupigania na kukutetea kwa lolote lile Fatuma. Bella, ni familia yako. Wale ni wazazi wako Bella. Huwezi kugombana na familia yako kwa sababu yangu Bella. Bella, siwezi, nimechoka mimi Bella. Mwenga tele mwea. Inatosha. Msaji anakaribia kurudi. Haitakuwa vizuri akikuta katika hali hii. Nenda kaoge, alafu mimi nitapanga sebule yetu tuweze kuzungumza. Sawa rafiki yangu? Hidaya, mimi najua kwamba itakuwa ngumu sana wewe kuweza kuchokonoa mambo ya serious ya mzee. Najua itakuwa ngumu, lakini tafadhali naomba unisaidie Hidaya. Mimi nina kiu kubwa sana ya kutaka kutegua hichi kitendawili kwenye maisha yangu. Bunji, umenipa mtihani, lakini kwa sababu niliahidi nitakusaidia. Nitapambana kadri ya uwezo wangu ili mradi nitimize ahadi yangu kwa kukusaidia. Asante sana. Bunji, wewe hujanijibu ujue. Hebu niambie kwanza, kwa nini mpaka sasa hivi kwa nini unafuatilia mambo ya shangazi Ntuli? Kwa nini unafuatilia sana? Yaani wewe unataka kujua kwa nini? Kama kawaida. Mimi nikitaka kujua jambo langu tu ndio lazima itokee sababu. Sasa simu zisiita jamani. Simu kwenye mambo yangu. Halo Bella.
Mungu wangu. Haya, sawa. Kuna nini? Munji. Nini? Mwake kambaka Fatuma. Fatuma huyu? Tata. Ejo. Sasa. Ejo. Tata. Huu ndio muda wa kumwamsha mbwa mwitu aliolala. Mbwa mwitu asisubiria mpaka mwezi uandame. Ni lazima tuwakumbushe. Kwa nini unaitwa Jigwa? Pesa zenu hizi hapo. Namtaka mwanangu. Aya, ni hivi. Nahitaji kuwa peke yangu leo. Kwa hivyo utalala chumba cha wageni. Umenisoma? Hey! Kampali. Bunji na champo. Sidhani kama sahihi ni kuwepo hapa sasa hivi. Ida, tukule unazidi kupoteza muda hapa. Vipi? Bunji, ni bora tu muondoke. Vipi sasa kati mnajua Fatuma amefanywa kitendo cha kinyama. Ndio. Afu cha aibu sana. Kwa hiyo akiwaona nyie hapa hawezi kuwa na amani. Mimi na Bella nitaongea naye. Sawa, kafanya kitendo cha kinyama na kama kweli amefanya kitendo cha kinyama maana yake anahitaji msaada. Na msaada sio watu wa kawaida tu hivi, yani labda majirani, marafiki, anahitaji msaada wa watu kama sisi. Si unajua amebakwa? Kuna huduma ya kwanza, kuna nini? Sasa mbona kama tunapoteza muda afu kama uelewi ambacho kimetokea? Twende ndani nini? Tena tuanze kuziana hapa nje tunapoteza muda. Mambo nje. Karibu ndani. Nusadi. Sasa mimi subiri hapa. Aje sasa. Ida, sasa wewe si mambo subiri nini? Kuna wageni wako. Daktari Bunji amekuja. Samahani mama kwa kuchelewa.
Nimepitia dukani kununua sukari na mkebe wangu wa akiba umevunjika. Rosajo, sisi tumekuja kumwona mama, tunamwona yuko sawa. Kwa hiyo mengine mtaongea baadaye, sawa? Fatuma, usilie, sawa? Pole kwa kila kitu. Bella amenielezea na ndio maana hata tuko hapa. Lakini kwani Bella yuko wapi? Bella ameondoka hapa sio muda mrefu. Na na wasiwasi anaweza kaenda kufanya kitu kibaya kwa sababu aliondoka na hasira sana. Basi usilie. Peleke ndani huyo haraka. Mweke mbele, nimetoka. Haraka. Amani hakuna tunahitaji, furaha hakuna tunahitaji. Karibu, karibu mtetezi, wewe ni muhimu sana kama maji. Giza limetanda, tunahitaji nuru. Usiku na mchana tunahitaji Ilikuwa ni starehe tu. Kia kimya. Basi tutoroke sasa hivi, ngutoloshe. Unajua yote ambayo anaongea Biroda sio kwamba tumemlazimisha kuweza kuongea. Amekiri yeye mwenyewe kwamba anataka kutuambia ukweli wa kila kitu. Amekufa.